Watukufu wa Islam, Idi yetu imetukusanya. Nitumia nafasi hii kuwahusia Watanzania tuienzi amani, na hususa Waislamu. Dini yenu ni dini ya amani, dini yenu ni dini ya unyenyekevu, ndiyo maana ikaitwa al-Islam. Ukikutana na mtu akianza kukupiga maneno kabla ya kukuhakishia amani, mtu huyo usimjibu. Kwanza mwambie assalamu alaikum, amani iwe juu yako. Tunajifunza kwamba amani ndiyo kila kitu. Furaha tulionayo ziko baadhi ya nchi hazina, sisi wa Tanzania tunayo. Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Waislamu, nitumie nafasi hii, nyinyi Waislamu ni raia wa Tanzania, mna haki kama walionayo raia yoyote wa Tanzania. Hauwezi kuingia kwenye mamlaka ya nchi kama hujaingia kwenye chama cha siasa. Msichague vyama, nendeni kwenye vyama, mtachokiona kinafaa chukueni fomu, ingieni kwenye uchaguzi, mgombee. Asibaki Muislamu akasema swala la uchaguzi sio letu. Sisi ni raia wa nchi hii, tuna haki ya kugombea, tuna haki ya kuchagua, tuna haki ya kuchaguliwa. Nendeni mkachukue fomu. Na kupitia mimbari hii siwahusii tu Waislamu, na wahusia hata wasiokuwa Waislamu, chukueni fomu kwa chama chochote. Lakini vyama hivyo, usia wangu, nendeni mkavipime. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Nenda kapime, usiwe akili kuambiwa. Viko vyama mwanzo kabisa, hata hatujaingia mchezoni, vimeanza kuonyesha viashiria vya uvunjifu wa amani. Nitumia nafasi hii kutoa wito kwa viongozi wenzangu wa dini na Watanzania wenye mapenzi mema. Tukibaini chama chochote kina ishara ya kuvunja amani, chama hicho tukiambie hapana. Watanzania hawa wako zaidi ya milioni 60, lakini sio wote ambao wako ndani ya vyama vya siasa. Wako Watanzania hawajaamua kuwa na chama cha siasa, wana haki kuwa Watanzania na ni watu wa nchi hii. Ikiwa mtataka nyinyi watu wa siasa nyie ndio muamue mustakabali wa nchi hii peke yenu, jambo hilo halikubaliki. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Kitanzania, natumia mimbari hii leo siku ya Idi kuwahusia kutunza amani ya nchi. Msikubali miili yenu kutayarishwa kwa ajili ya fujo. Tumeanza kusikia maneno, na haya lazima tuyakemee, kwamba tutaleta fujo, tutaleta uharibifu katika nchi, tutapasua nchi kwa kutumia nguvu ya umma. Mtu anaposema hivi, maana yake anawaandaa watu watatoka barabarani wafanye maandamano. Ndio tafsiri yake. Hakuna kuremba. Tuambiane kweli, hatuna mahala pengine pa kwenda ila Tanzania. Nchi zingine zimevurugika, nchi zingine mustakabali wao ni Tanzania. Tuna wajibu wa kuilinda Tanzania. Tusikubali ushawishi wa aina yoyote kwamba wewe utumike kuleta fujo katika nchi. Jitafakari, wakati mimi naenda kuleta fujo katika nchi, watakayeumia ni kaka zangu, ni dada zangu, ni mama zangu, ni wajomba zangu. Faida yake nini? Kwamba Ramadhani ilikuwa ni chuo cha mafunzo. Katika mwezi mtukufu wa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu waliishi kwa wema sana, watu walifanya mambo mazuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, naombeni jamani, tuendelee kutumikia mafunzo tuliyopata kutoka katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Tunapenda kuwakumbusha Watanzania wenzangu kwamba mwaka huu 2025 tunaelekea katika uchaguzi. Mwisho wa mwaka huu tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa taifa letu. Ndugu zangu, nipende kuwakumbusha kwamba Tanzania ni nchi ya amani na upendo, na tunataraji na kutegemea kwamba tutaendelea kudumisha amani katika taifa letu. Tukumbuke kwamba amani, mdumishaji wa amani wa kwanza ni mimi, wa pili ni wewe. Yaani ni jukumu letu sote kudumisha amani ya taifa letu. Na pia pale tunapoona uvunjifu wa amani wa aina yoyote, ama uhamasishaji wa vurugu, ama watu wanaopanga kuvunja amani ya taifa letu, ndugu zangu, naombeni tutoe taarifa haraka katika vyombo vya dola. Kuna baadhi ya watu wanaishi kufuata mkumbo, ambapo yanakuja kuwapelekea sehemu tofauti, sehemu mbaya. Lakini nachowasihi Waislamu wenzangu, mwaka huu ni mwaka wa kupiga kura. Kuna magrupu mengi yanatokea, magrupu ya vurugu. Nachowahusia Waislamu wenzangu, sio Waislamu tu, wananchi wote, fuate magrupu ambayo yakapelekea nchi kuingia kwenye kumwaga damu.